Sawa, tuje kwa upande wa washiriki kwenye ligi ya mabingwa ambao wameanza vizuri hatua ya makundi kwenye hizi mechi za awali hapa akiwa na alama 4 klabu ya Yanga. Baada ya haya yote watakuja kukutana na klabu ya Al Ahly na wataanzia ugenini. Tugusie angalau kwa uchache mchezo huu. Mchezo utakuwa unachezwa katika sura tofauti by then, kwa sababu dirisha dogo litakuwa limefanyika. Kwa sijajua wao watakuja na nguvu gani kwenye dirisha dogo, kwa maana ya Ahly pamoja na Yanga wao wenyewe. Lakini basically tukisema tuzungumzie kwa hichi ambacho tumekiona mpaka sasa hivi, maana hizo ndio timu mbili ambazo zimeonyesha uwamba katika kundi, si ndio? Tunasema ndo the strong team mpaka sasa hivi kwenye kundi ya it's a tricky fixture kwa sababu mnacheza na kupinduka ndani ya wiki. Kwa hiyo hapo sasa depends na calculations zitakavyokwenda, lakini kila mtu atakuwa nadhani maybe kila mtu anaweza kuwa favorite wa kushinda mechi nyumbani kwake. Sina hakika kama Yanga anaweza kashinda Cairo, I'm not so sure, lakini inategemea na Yanga pia na mwenyewe mechi ya Tanzania anakuja kuiapproach aje, na by then itakuwa inatoa mustakabali wa nani anaongoza kundi mpaka kufikia kwa wakati husika. Lakini nadhani kubwa zaidi inaweza kukaa na mabadiliko kutokana na dirisha dogo la usajili. Kwa hiyo inategemea na maingizo atakayoingia kwa pande zote mbili. Mchezo unaweza kuwa tofauti na ambavyo tunaweza tukauzungumzia sasa hivi. Nadhani it's too early kuzungumzia. Kwenye usajili hapo nimeona pia tetesi zimeanza kwamba huyu anaondoka, huyu anabaki, na miongoni mwa ambao majina yaliyotajwa kuondoka yupo Frank Yasinga ambaye alitokea Singida, Andy Bobo Boyeli, au nadhani ndio ambao anataja sana kuondoka ndani ya klabu. Imetosha kwa huu muda ambao tumewashuhudia kuondoka? Muda unaweza kawa sio rafiki sana, lakini unfortunately tu ni club labda inaweza kaa imeamua kutaka kufanya mabadiliko. Asinki nafasi yake ilikuwa inaonekana tayari ni changamoto kwa sababu ya watu ambao wanacheza pale kwenye ile nafasi, na hatakuwa wa kwanza yeye Asinki kushindwa kupenetrate kwenye ile nafasi, kwa sababu kama unakumbuka palikuwa na Dumbia alikuja, baadaye akaja Gift Freddy, alafu sasa hivi akaja. Kwa hiyo sio mchezaji wa kwanza wa kigeni ambaye ameshindwa kupenetrate kwenye ile safu ya ulinzi, kitu ambacho watu wanashindwa kukielewa ni kwamba ni moja kati ya safu bora sana za ulinzi ambazo zimeundwa pale. Kwa hiyo ili kumpata mtu ambaye anaweza kaja kupenetrate kwenye ile safu, maana yake anahitaji kuwa ni mtu kweli. Kuna tofauti ya kutaja mtu mmoja mmoja na kuna tofauti ya watu wawili kutengeneza partnership. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Ukiwataja wanaocheza kwenye ile nafasi labda Baka na Dickson kwa majina la mmoja mmoja, unaweza kupata mabeki wengi ambao wanawazidi. Pengine unaweza kutaja hivyo kwa akili ya haraka haraka, mwingine anaweza kukutajia mabeki kadhaa ambao anaona ni bora kuliko wao kwa mmoja mmoja, lakini nitajie wangapi ambao wako na partnership kama ile inayocheza pale ambao ni best kuliko ile partnership. Hapo ndo shida inapokuja kuanzia, kwa sababu wale kwa jinsi wanavyocheza wana complement each other, yani kila mmoja ana sifa tofauti, kwa hiyo wanashabihiana au wanabebana kutokana na utofauti wa sifa zao walizokuwa nazo. Kwa wametengeneza partnership ambao sasa hivi kuivunja inabidi awepo mtu wa tofauti sana, yani awepo mtu wa tofauti sana, ama la mmoja kati yao kimkute kitu kingine cha tofauti ndio mwingine ana penetrate. Kwa mfano kama hapa sasa hizi unazungumzia labda Baka kafungiwa mechi 5, ndio maana mechi za ligi kacheza Bakari, kacheza Sinki, lakini umeona walivyoingia kwenye mechi ya FAR Rabat, mechi ya kwanza klabu bingwa, walivyoingia kwa pamoja, umeona performance yao. Sema Blaze mechi ya Kabili. Kwa hiyo kuvunja ile partnership ndio shida ambayo inasumbua watu wengi, na nadhani Yanga walipata partnership nzuri kwa bei rahisi. Walipata partnership nzuri kwa bei rahisi, kwa sababu ukiangalia waliwachukua kwa shilingi ngapi by then, kwa sababu Dickson Job alinunuliwa kwa bei rahisi, bei ya kawaida ambayo saizi huwezi kumpata. Lakini sasa ameongeza mkataba juzi tu. Ni sawa, lakini hapa sasa hivi unazungumzia hivyo. Nazungumzia wakati anachukuliwa. Kwa mfano wakati Diki anachukuliwa kulikuwa na Bakari, kulikuwa na Lamine Moro. Yeye ni kama mtu ambaye alikuwa anachukuliwa just as backup, wengi wakiamini hivyo, na nadhani hata wao walikuwa naamini hivyo. Kwa hiyo yeye ndo kaenda kuleta mawazo tofauti, kwa sababu mimi nakumbuka wakati ule, wakati tunahusishwa na hayo masuala, hata wakati tunafikia maamuzi, watu wengi walikuwa na beza uamuzi wa yeye kutoka pale kwenda kule. Wengi walikuwa naamini kwamba anaenda kupotea, kwa sababu kaenda akiwa na umri gani? Miaka 20.
2021. Kwa watu wanakuambia Yanga ni kubwa sana, huyu bado mdogo kwenda na vitu vingine kama hivyo. Yani vitu vingi sana, lakini basically unatamani angalau muda urudi hivi kidogo kwa ajili ya kufanyaje? Sitamani muda urudi nyuma. Mimi natamani yeye aendelee kuperform katika consistency ambayo anaifanya. Unajua wasichoelewa watu, Diki ana perform to this level kwa consistency ya miaka mingapi sasa hivi? Achana tu na wanne. Katika kimpira tunazungumzia kuanzia 2017 mpaka leo 2017 mpaka 2025 tunazungumzia miaka 8. Unazungumzia miaka 8. Kwa hiyo kuna namna ambayo heshima yake pia inakosekana. Ana perform kwenye level nzuri kwa miaka 8 consecutive. Kwa sababu ni kuanzia alipotoka kwenye under 17. National team under 17. Nitajie msimu ambao ulikuwa ni mbaya kwake. Hata saizi unatafuta mechi ambazo ni mbaya kwake. Kwa hiyo to that level sio kazi ndogo. Kuitunza nafasi yako kwenye kikosi kama cha Yanga kwa miaka 4 tena na nusu, sio tu 4, malizia 4 na nusu, kwa sababu kwa hiyo sio kitu rahisi. Kwa sababu Yanga ni timu ambayo almost kila dirisha la usajili inaangalia namna kufanya maboresho ya kikosi chake. Lakini wewe kuwa regular starter kwa misimu hiyo yote sio kitu rahisi. Kwa hiyo yuko to that level kuanzia under 17 mpaka anakuwa promoted Mtibwa, kutoka under 20 anakuwa promoted kwenda kwenye senior, kutoka kwenye senior kwenda kwenye usajili wake wa Young Africans mpaka leo. Kwa hiyo na yenyewe watu wanashindwa tu kuiangalia kwa jicho la tofauti. Na sio kazi yao pia kuiangalia, ni kazi yangu kuwakumbusha. Sawa. Kabla hujaendelea nadhani nichukue nafasi hii. Kama wampigii makofi sisi tumpigie makofi. Hongera sana Dickson Job, au? Anastahili pongezi. Kwa sababu sio watu wengine pengine hawampi ile inayostahili. Sasa sio rahisi kwa wao kukumbuka au kufahamu. Maybe hilo ni jukumu langu kuwakumbusha. Unajua kwa kipindi kirefu mimi nimekuwa sio mtu ambaye namuongelea Dickson. Naachaga watu waone, wazungumze wao. Lakini maybe it's about time mimi napaswa kufanya kazi yangu ya kumzungumzia katika namna ambayo anapaswa kuzungumziwa. One of the best defenders kwa kipindi hiki cha yeye. Katika kipindi hichi one of the best. Pengine ni bora kuliko hata mabeki wengi wa kigeni ambao wamewahi kuja kwenye taifa hili. Wengi. Na sio pengine, that's definitely it's a fact. Ni bora kuliko majina mengi makubwa ya mabeki ambao wao wamewahi kusema kwamba ni mabeki bora. Ushanifahamu? Wa kigeni na hata wa ndani. So sidhani kama kwa namna yoyote Yanga anaweza kawa anawahi kujutia hata sumni ya pesa ambayo amewahi kuitoa kwa ajili ya uhamisho wake. Imekuwa hivyo kwa kipindi kirefu, amewapa kile ambacho wao wamekuwa nakitarajia for so long. Sasa hivi tayari ameuanza mwaka wake wa ngapi, wa 5 almost, akimalizia msimu, akimalizia hiyo itakuwa kama 6 na nusu, akimalizia msimu ujao I think atakuwa anamaliza mkataba wake itakuwa kama 6 na nusu. From there tutakuwa tuna analyze nini kitakuwa kinafuata. Maybe inaweza ikawa kama ni muda ambao utakuwa umetosha, basi inaweza ikawa iko hivyo. Kwa sometimes unajua tunasema inabidi ujue wakati gani unapaswa kuondoka, kufanyaje na vitu vingine kama hivyo. So tuna analyze, tunatamani tuache legacy. Sisi tulikuwa tunataka kukifanya pale ni kuacha legacy, na nadhani tuko katika mwendo mzuri mpaka sasa hivi. Pengine tutazungumzwa kwa miaka na miaka. Tumekuepo kwenye kikosi ambacho kilikuwa unbeaten, tumerudisha utawala ambao ulikuwa umepotea miaka 4 consecutive, cheza finali ya CAF. Kwa hiyo we are in a good position to speak kabisa. Tuko kwenye meza fulani hivi ya kuzungumza na watu ambao pengine baada ya miaka 2 mitatu tunaweza tukaanza kujadili ya ubora wa muda wote labda kabisa. Ile mpinzani mbali na Dickson Job, niliona andiko moja la Alikamwe akiwa ameweka picha ya Mtwalibu Mshere afu akaandika Tanzania 1 baada ya kumshuhudia kwenye mmoja ya mechi ya ligi kutokana na Diarra kukosekana kwenye mechi hiyo. Ni open discussion. Niwe mkweli, hiyo ni open discussion. Ni open discussion na ni mtazamo wake ameuzungumza, na mimi siwezi kuupinga, na sio yeye, lakini kwa miaka kadhaa hapo nyuma pia aliwahi kuzungumza, na kuna wakati fulani na yeye pia aliwahi kuwa kwenye milingoti ya national team. Kuna namna kulikuwa na drop of performance hapo katikati, hiyo lazima tuiweke tu wazi. Kulikuwa na namna ambayo sasa ilikuwa ni kazi yake yeye kurudi katika ubora ambao ulifanya Yanga wamsajili na watu wengine kumwamini. Mimi spendi notion mwingie tu kichwani kwamba mimi ni Tanzania hivi. Hamna. Of course kuwa Tanzania, kwanza Tanzania 1 ni nini? Hapo unajua ndo mjadala ulipo.
Watu wengi wanaamini au wanafahamu au tafsiri ya watu wengi ni kwamba kuwa Tanzania One ni wewe kuwa golikipa namba moja wa timu ya taifa bila pingamizi. Yani kama ni mgombea umepita bila kupingwa. Yani wewe hata awe mtu wa upinzani, awe wa timu yako, wote mnakubaliana kwamba huyu ndo, yani huyu msimlinganishe. Ni status ambayo nadhani Manula kuna wakati alienda hapo. Kuna wakati Manula nadhani alichukua kipa bora kwa misimu 5 takriban wa ligi. Kwa ni kama vile kulikuwa hamna mtu mwingine. Kuna wakati ulikuwa pia ukiangalia Manula na magolikipa wengine timu ya taifa ni kama ardhi na mbingu. Umeelewa? Sasa hivi pia hata ukiangalia bado kuna it's debatable kwamba hata yule ambaye yupo sasa hivi katika nafasi kama amefika kwenye ule ubora ambao Aishi aliuweka au the standard ambao Aishi aliweka. So being honest, nadhani Abu ana nafasi ya kufanya wajibu wake. Bado ana kazi ya kufanya. Very unfortunate ni kwamba yuko katika sehemu ambayo aliyepo sehemu hiyo kama mshindani wake yuko kwenye level ambazo kidogo unaweza kuzizungumzia ni za tofauti. Kwa hiyo mwingine anaweza akawa anakaa pale anasema labda pale sijui ni mimi na challenge tu. Chukua golikipa yoyote alafu mweke Yanga afu niambie kama naye anaweza kuwa namba moja mbele ya yule aliyekuepo. That's another challenge. Wakisema wanaambia yani wamchukue golikipa yoyote wanamfikiria wao Tanzania. Aende Yanga alafu tuone kama anaweza kuwa namba moja mbele ya aliyekuepo. Mimi tu nakuaga disappointed na labda performance zake tu yeye mwenyewe binafsi sometimes. Kwa mfano zilitokea baadhi ya mechi ambazo alicheza kuwa na performance nzuri sana. Hizo mimi basically mwenyewe binafsi waga nakuwa na take my time kuzungumza naye kama labda hapa hapakuwa na performance nzuri hivi na hivi. Though mechi hizi mbili amecheza na ameweka clean sheet. Lakini bado sikuona kama amekuwa tested well enough. Sisi binafsi tuna standard zetu pia. Za kwamba yani kwamba bana hapa ndio umecheza lakini sio vile ambavyo kwa ameweka clean sheet, it's a good thing na inakutengeneza, lakini hakuwa tested well enough. Tukiwa wa kweli kuanzia msimu jana mwishoni Abu ameanza kurudi kwenye ubora wake. Kuanzia msimu jana mwishoni na msimu huu ameanza vizuri. Kwa hiyo sasa kinachomsumbua ni jini lilopo juu basi. Lakini yeye mwenyewe najifeel kwamba I feel na nadhani na yeye pia ana feel kwamba yuko kwenye best shape yake kwa sasa hivi tofauti na hii miaka miwili hapa katikati. Yuko kwenye his best shape. Yani yuko katika ile shape ambayo ilimfanya akaja Yanga akaingia. Lakini kwa hapo baada ya hapo kuna namna hakuwa sawa. Sasa hivi yuko kwenye best shape. Na huyu Kibwana wa sasa pia tunamjua. Kibwana na yeye mwenyewe pia same applies. Ushindani uliopo kwenye nafasi ni mkubwa sana. Wote mnaona Israel kile ambacho anakicheza. Afu yuko kwenye muendelezo mzuri. Kwa pia nafasi za ulinzi unajua na zenyewe pia kubadili sio ni nadra kuzibadili. Labda kama kocha akiwa Amorim ndio anaweza akafanya sub kwa sababu kila mechi atafanya sub ya mabeki. Hiyo nadhani opportunity inaweza ikaiko sawa. Lakini Amorim akiwa Amorim kocha maana yake unapata ukiwa beki una uhakika wa kucheza. Kwa sababu ile kila mechi lazima badilishe. Lazima afanye sub ya beki. Kwa hiyo kwa huku kidogo kuna hiyo changamoto lakini hayuko kwenye level mbaya kama ambavyo watu wengine wanaweza kufikiria. Last season amecheza mechi I think mechi 7-8 akaweka 2 assist. Not a bad number kwa mchezaji ambaye amekuwa yuko nje kwa muda mrefu kidogo. Kwa hiyo nadhani muda wake ukifika wanaye kupewa nafasi ataonyesha ambacho yuko tayari nacho kufanya. Sawa tu, kuna tetesi za usajili nilikuwa nimeitunza hii bana mwishoni kutumalize naye. Mpanzu pale Yanga pale kuna nafasi yake. Not so sure. Sijui kama nafasi yake. Anatajwa. Anatajwa. Kama anaandika kwamba mchezaji wetu sijui miezi 6 kabla. Sasa sijui sisi tunaweka tetesi ikitokea amekwenda pale. Sina uhakika kwa kweli. Sijui. Lakini sasa ndio imetokea amepata nafasi ya kwenda pale. Inabidi afanye kazi kwa sababu pale hamna namba ambayo ametunziwa kama vile ambavyo labda iko huko ambako tayari yuko. Unajua kunaenda kuanza upya. Kule of course ana nafasi yake, si ndio maana anazungumzwa. Huku unaenda kuanza sehemu mpya, kwa ushindani ni mpya na vitu vingine vingi vinakuwa vinamcirculate. Mahitaji ni tofauti. Mazingira ni tofauti. Kwa maana yake itabidi na yeye aitafute namba. Haiko guaranteed kwamba ipo tayari tu nafasi yake. Sawa. Kuna jambo jingine la mwisho. Nimeona amevaa Mafia Boxing Promotion na kuna pambano hapa la Mwakinyo linakaribia. Hivi ni
Kuna pambano hapa la swaiba lako, yani linazungumzwa japo halijapangwa ratiba kamili, lakini linazungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii kwamba Ally Kamwe atakuja kupigana na Ahmed Ally. Upande wa Ahmed Ally wanapamba kwamba Ally Kamwe asijaribu kwa kumwangalia Ally Kamwe akiingia kwenye mziki wa Ahmed anatoboa. Kwanza wale uzito tofauti. Nani amezidi? Wewe ukiangalia uone. Ukiangalia uone nani kazidi? Kwa macho hivi. Sasa ukimpima mtu hivi kwa macho uone nani kazidi? Ally Kamwe. Sijui, wewe ukiangalia tu uone nani kazidi? Ally Kamwe amezidi. Amezidi uzito kwa Ahmed. Latifa anakula mchicha. Hata karoti pia zinakushinda. Kwa hiyo unataka kusema kwamba Ally Kamwe asijaribu? Kabila lake na ngumi ndio kitu ambacho kinanichanganya. Kabila lake na ngumi. Basi mshauri. Yule ashauriki. Ashauriki. Lakini ulishamwambia kwamba ndugu yangu sijaribu? Sijamwambia kwa sababu na mimi nataka apigwe nicheke. Nataka apigwe nicheke. Kwa hiyo sijasha. Kwa hiyo kama hauoni vile. Yaani kama inawezekana, kama kuna namna ambayo naweza kuchochea kuni, wangenipa hicho kitengo nichochee kuni. Kwa sababu utaenda upande wa kule ili umwambie bana mzibue. Siendi upande wowote kwa sababu najua tu hicho ni kitu ambacho kipo tu. Kuna mtu kuzibuli hicho kipande. Yaani hicho kitu kipo. Kama ilivyotokea kwa Kibwana. Nasubiri clip tu mimi, sitaki mambo mengi. Kama linafanyika lifanyike. Sasa hivi siuliongei sana kwa sababu sina uhakika wa jambo kufanyika. Nikishapata uhakika kama linafanyika ndio nitakapoanza kuchochea kuni. Kama lile la Kibwana. Sasa ikiwezekana wanipatie ule farii kwenye hiyo mechi. Ni officiate hiyo mechi. Utaanzia kucheka jukwaani na. Niwe tu refa kwenye ule mchezo. Wewe umesema akipiga utacheka, ina maana utaanza kucheka jukwaani. Umo sasa kani sicheke. Asante sana. Shukrani sana.